Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kuwa tayari serikali imeidhinisha kiasi cha fedha kwa ajili ya kukarabati baadhi ya mabasi ya mwendokasi yaliyochakaa ili aweze kuendelea na kazi, ambapo amewataka wananchi waendelee kuwa wavumilivu wakati serikali ikitatua changamoto hiyo ya usafiri. Chalamila ameyasema hayo hii leo Oktoba mosi baada ya kutembelea vituo vya mwendokasi na kujionea changamoto ambayo wananchi wamekuwa wakiipitia. Serikali pia imetambua uchakavu wa mabasi yale ya UDART, na kwa mantikio imeidhinisha fedha kidogo ili yale mabasi ambayo yalikuwa yamekwama kuwa na vifaa, basi vifaa vile viweze kuingizwa. Yale mabasi ambayo yalikuwa yamekwama kabisa kutokana na uchakavu wa vifaa vyao, vipuri, yaweze kutengenezwa ili ya rescue situation ambayo ipo sasa mpaka maximum. Naamini mpaka mwezi wa 11 hapo yule mtoa huduma aliyepata tenda hiyo atakuwa tayari amekushaanza kuingiza mabasi. Nimeona leo watu wanasema wiki hii mabasi 200 kuingia, mabasi ya BRT1. Hapana. Hatuko hapa kuwadanganya wa Tanzania. Tunachokizungumzia sasa hivi ni kwamba tunaangalia uwezekano wa mabasi machache ya njia ya Mbagala yatolewe kidogo yaje kwenye njia ya BRT1. Na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mamlaka zote zikae, zikubaliane, ziweke mikataba ya kisheria ili mambo yote yaweze kwenda bila malumbano na bila magombano. Kwa hiyo sio kweli kwamba mabasi 200 wiki hii yanaingia ya BRT1. Hapana. Mabasi 200 ambayo ni zaidi ya 200 ya BRT1 yalikuwa yapo kwenye kutengenezwa kule China, na kwamba sasa yanaanza kuja huku. Yanapokuja hapa haiwezi kufika na kuingia barabarani. Haiwezekani. Kuna mambo ya kodi, kuna mambo ya inspections, kuna mambo sio ya nini, yako mengi. Lakini kazi ya serikali ni kuhakikisha tuna fast track hiyo mifumo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Nishukuru sana ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na kwamba inaendelea kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana. Ofisi ya Commissioner General wa TRA inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini ofisi pia ya Jeshi la Polisi. Watu wanasema, watu wanadandia mpaka juu, Jeshi la Polisi liko wapi? Nyinyi ni mashahidi. Tulisimamisha basi moja tu. Jamani, hebu watu hawa watoke muda huo kaanza kuiba, tumtaki polisi, tumtaki polisi, tumtaki polisi. Basi moja. Kwa hiyo mimi naweza nikasema polisi nao wamekuwa na uvumilivu mkubwa, uvumilivu usiopimika, uvumilivu ambao tunaamini kabisa wao kama wanamuomba Mungu jambo lolote lisitokee baya, na sisi tunamuomba Mungu jambo lolote lisitokee baya. Lakini wa Tanzania, hii ni nchi yetu. Wala tusije tukaingia kwenye mikumbo ya jambo lolote mkadhani labda serikali inafanya siasa au inafanya jambo gani. Hapana. Hata hivyo, Chalamila amesema kuwa ameziona picha mjongeo ambazo zimekuwa zikisambaa mtandaoni zikieleza kuwa watu hawaitaki CCM, ambapo amesema kuwa hawalaumu bali amesisitiza kuwa serikali inatambua umuhimu wa usafiri wa mwendokasi. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, nimeiona klipu ikiwa inazunguka, hatuitaki CCM lakini hatumtaki mama yenu. Watu wanazungumza hivyo. Mimi kama mkuu wa mkoa wala siwezi kuwasema vibaya watu hao, lakini ninachoweza kusema ni kwamba tuongeze mioyo ya uvumilivu. Mabasi haya wakati yanaanza watu waliabeza sana. Nyie mnakumbuka. Unajua niwape historia. Hata Mlimani City wakati inaanzishwa mwaka 2002 wakati imeundwa kamati maalum ya kwenda kuzungumza na wabia, watu walipinga sana mradi ule wa Mlimani City. Lakini leo sidhani na sitegemei kwamba Dar es Salaam kimeshaota kitu kingine zaidi tena Mlimani City. Mpaka leo hicho kitu bado. Kila mtu anakwenda wapi? Anakwenda Mlimani City. Mabasi yaendayo kwa kasi. Watanzania walikuwepo wachache waliosema hicho ni kitu gani, kasi itakuwa ni namna gani, lakini baada ya muda leo ndio umekuwa ni usafiri pendwa pengine kuliko hata usafiri mwingine. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba demand and supply is not equal. Yaani demand ya watu wanaotaka kupanda ni kubwa, mabasi yanayotakiwa yapandwe ni machache. Na ndio maana kumekuwa kuna struggle kubwa ya wananchi kuingilia mpaka madirishani ili waweze kuingia kwenye viti, kwa sababu yangelikuwa ni mengi, magari yamejipanga namna hii, mtu angekuwa anakwenda kupanda basi lake ameweka mkono mfukoni kwa sababu magari ni mengi. Kwa hiyo niombe tena radhi kwa Watanzania kwamba wasidhani tuko kimya. Mambo haya ya serikali ukiyakimbiza haraka haraka yatakuja kutukuta tena ambayo yalishataka kutukuta huko nyuma. Lazima tujiweke kwenye misingi mikubwa ya kisheria ili tujue mtu anayekuja kutoa huduma asije baadaye kageuka kawa mwiba tena kwetu. Tukajikuta tunashindwa kumshughulikia, tunashindwa kumfukuza kwa sababu kuna vipengele vya kisheria tuliviruka.